Hujambo, mimi ni Awadh Rashidi. Vikosi vya utawala wa kizayuni wa Israeli vimewamiminia risasi wa Palestina waliokuwa wamekusanyika katika vituo vya kusambaza misaada vinavyoendeshwa na kundi linaloungwa mkono na Marekani kusini na katikati mwa Gaza na kuua takribani watu 30 miongoni mwao huko Rafa, huku Mpalestina mwingine akiuawa karibu na korido ya Netzam. Ibrahim Abu Saudi, ambaye alishuhudia shambulio la Israel dhidi ya watu wanaotafuta misaada karibu na Rafa, amesema wanajeshi wa Israel waliwafyatulia risasi watu waliokuwa wakielekea kwenye kituo cha usambazaji misaada ya kibinadamu kinachoungwa mkono na utawala huo wa kizayuni. Kulikuwa na watu wengine waliouawa wakiwemo wanawake. Abu Saudi mwenye umri wa miaka 40 alinukuliwa akisema na shirika la habari la Associated Press. Ameeleza kuwa tulikuwa karibu mita 300 kutoka kwa jeshi la Israel. Abu Saudi amesema aliona watu wengi wakiwa na majeraha risasi, akiwemo kijana mmoja ambaye aliripotiwa kufariki dunia katika eneo la tukio na hatukuweza kumsaidia, aliongeza. Wakati huo huo, mkurugenzi wa huduma ambulance huko Gaza amezungumza na Al Jazeera kuhusu shambulio hilo na masuala mapana yanayokabili huduma za ambulance katika eneo hilo la pwani. Amesema vikosi vya Israeli vinazuia magari ya kubeba wagonjwa kufika eneo kulikojiri shambulio la bomu mjini Rafa ili kutoa msaada kwa waliojeruhiwa. Kwa mujibu wa afisa huyo, wahudumu wa afya wanahatarisha maisha yao ili kuokoa waliojeruhiwa kutokana na shambulio la bomu la Israeli huko Rafa. Ameongeza kuwa vituo vya usambazaji wa misaada katika ukanda wa Gaza vimekuwa vituo vya udhalilishaji na jumuiya ya kimataifa lazima ivizuie. Na Abu Muhammad al-Jawlani, mkuu wa utawala Hayati Tahrir al-Sham unaongoza nchini Syria, ameliambia gazeti linalohudumia jumuiya ya Wayahudi huko Damascus kwamba ukweli ni kwamba tuna maadui wa pamoja na tunaweza kuwa na jukumu kubwa katika usalama wa kikanda. Matamshi ya Jawlani yanatilia nguvu msimamo ambao amehudumisha tangu alipotwaa madaraka baada ya kuanguka kwa serikali ya Rais Bashar al-Assad mnamo mwezi Disemba mwaka 2024. Wakati huo Jawlani aliashiria mabadiliko makubwa ya kisera kwa kueleza uwazi kuelekea utawala wa Israel, huku akitaja kundi la mukawama la Hezbollah lenye makao makuu nchini Lebanoni na Iran kwa wapinzani wake wakuu. Tuko wazi kwa urafiki na kila mtu katika eneo hili, ikiwa ni pamoja na Israel. Hatuna maadui zaidi ya utawala wa Assad, Hezbollah na Iran, Jawlani alisema huko nyuma katika mahojiano mnamo Disemba 9 mwaka 2024. Licha mashambulizi ya anga yanayoendelea ya Israel, uvamizi wa maeneo na wizi wa rasilimali za Syria, Jawlani amesisitiza msimamo wake huo kwa jarida hilo la Kiyahudi. Katika mahojiano yake na jarida hilo, Jawlani pia ameonyesha kuunga mkono kufufua kanuni za mkataba wa kuondoa ushirikiano wa mwaka 1974, mkataba wa Dofa, akionyesha sio tu kama njia ya kusitisha mapigano, lakini kama msingi wa pande zote kujizuia na ulinzi wa raia. Mapema mwezi uliomalizika wa Mei, Jawlani alithibitisha habari ya kuwepo mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya utawala huo na utawala wa Israel, eti kwa lengo la kuzuia kile alichokiita ni mripuko usioweza kudhibitiwa wa hali ya mambo, wakati huu ambapo Tel Aviv inaendeleza uchokozi wa kijeshi usiokoma dhidi ya Syria. Kabla ya hapo alidai kuwa Syria iko tayari kuanzisha uhusiano rasmi wa kidiplomasia na Israel na kujiunga na mkataba wa Abraham, lakini kwa masharti sahihi. Na mahakama moja ya kiidara ya Misri jana Jumamosi iliendesha kesi ya aina yake ambayo haijawahi kushuhudiwa dhidi Abu Muhammad al-Jawlani, kiongozi wa utawala hivi sasa wa Syria, akiwa hayupo mahakamani. Kesi hiyo inaweza kuwa hatua ya kwanza kuwajibisha wahusika wa jinai za kivita nchini Syria. Jana Jumamosi, kikao cha kwanza cha kesi hiyo kimesikilizwa bila Ahmed al-Sharaa kuwepo mahakamani. Kikao cha kusikiliza kesi ya mtumiwa huyo ambaye anajulikana pia kwa jina la Abu Muhammad al-Jawlani kilifanyika katika mahakama ya haki, yaani baraza la jimbo huko Misri. Jambo hilo linachukuliwa kuwa ni hatua ya kimahakama ya aina yake ambayo haijawahi kutokea na inalenga kuwahukumu wale waliohusika na vitendo vya jinai na uhalifu wa mauaji ya kimbari dhidi ya makundi ya watu nchini Syria. Kesi hiyo dhidi ya mkuu wa utawala wa hivi sasa wa Syria iliendeshwa kwa mujibu wa kesi iliyofunguliwa mahakamani hapo na Mohamed Abu Zaidi, wakili wa Misri aliyebobea katika kesi za ukiukaji wa katiba. Katika kesi hiyo, Abu Muhammad al-Jawlani
anatuhumiwa kufanya uhalifu dhidi ya binadamu na dhidi ya watu wa jamii ya wachache Alawi na Druze huko Syria. Katika kesi hiyo, Ahmed al-Sharaa, kiongozi wa kundi la Hayat Tahrir al-Sham, yuko juu ya orodha washtakiwa wa vitendo vya uhalifu na anatajwa kuwa mhusika mkuu wa jinai zilizoenea dhidi ya raia katika mikoa mbalimbali ya Syria. Al-Jolani, ambaye hapo awali alikuwa kamanda Jabhat al-Nusra, tawi la zamani la mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda, alibatilisha njia yake ya kisiasa na kijeshi na kuandaa kikundi kipya alichokiita Hayat Tahrir al-Sham, kilichoundwa na wale wapiganaji wa Jabhat al-Nusra. Na baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kuamuru kuondolewa vikwazo dhidi ya Syria, makazi ya balozi wa Marekani mjini Damascus sasa amefunguliwa tena baada ya miaka 13. Mbali na Thomas Barak, mjumbe maalum wa Rais wa Marekani katika masuala ya Syria, na baadhi ya wafanyakazi wa Wizara ya Mambo ya Nje wa nchi hiyo, Asad al-Shaban, waziri wa mambo ya nje wa serikali ya mpito wa Syria, pia alihudhuria sherehe za ufunguzi wa makazi hayo ya balozi wa Marekani mjini Damascus. Katika safari hii, Thomas Barak amekutana na Mohamed Julan, mkuu wa serikali ya mpito wa Syria. Wakati wa sherehe za ufunguzi wa makazi hayo, bendera ya Marekani ilipepea juu ya viwanja vya makazi, kitendo ambacho wachambuzi wa mambo wanakichukulia kuwa kielelezo cha hamu ya pande mbili ya kufungua ukurasa mpya katika mahusiano ya nchi mbili. Aidha, makubaliano yalitiwa saini kati ya makampuni ya Marekani, Katari na Uturuki kwa lengo la kukarabati gridi ya umeme ya Syria. Matukio hayo yakija baada ya Rais Trump wa Marekani kuamua kuitambua rasmi serikali mpya ya Syria na kutangaza kuwa ameondoa vikwazo vya miongo kadhaa vya Marekani dhidi ya nchi hiyo ili kuisaidia kuimarisha uchumi wake. Kwa hiyo swali muhimu ni kuwa Marekani imeweka kupanua uhusiano wa serikali ya mpito wa Syria kwenye vipaumbele vya ajenda yake. Ili kujibu swali hilo, ifahamike kwamba sababu muhimu zaidi iliyopelekea Marekani kufunga ubalozi wake huko Damascus mwaka 2011 inahusiana na serikali ya zamani ya Damascus. Serikali hiyo ikiongozwa na Bashar al-Assad ilipinga vikali kufanya mapatano ya udhalilishaji na utawala wa kizayuni wa Israeli na kuamua kushirikiana na mhimili wa mukawama wa eneo la Asia Magharibi unaopinga ubeberu na unyanyasaji wa madola magharibi na vibaraka wao katika eneo hilo. Kwa hiyo serikali ya Bashar al-Assad nchini Syria ililazimishwa kupigana vita vikali ambavyo havijawahi kushuhudiwa tokea mwaka 2011, ambapo jeshi la nchi hiyo lililazimika kupambana na makundi ya kigaidi ambayo wanachama wake walitoka zaidi ya nchi 80 duniani. Aidha, Marekani iliwekea nchi hiyo vikwazo ambavyo vilikuwa na madhara makubwa kwa uchumi wake. Jihadi Taha, msemaji wa harakati ya mukawama ya Palestina, amesema tumemuomba mpatanishi wa Marekani atoe dhamana nzito na za kimaandishi kwa ajili ya kusimamisha vita vya utawala wa Israeli dhidi ya Gaza. Msemaji huyo Hamas ameongeza kuwa harakati hiyo, kwa kuwajibika ipasavyo na kwa uratibu wa makundi mengine ya mukawama, imechunguza kwa kina pendekezo lilowasilishwa na mjumbe wa Marekani katika masuala ya Mashariki ya Kati, Steve Witkoff, kwa ajili ya kusitishwa mapigano huko Gaza. Jihadi Taha amesema kwamba mpango uliopendekezwa na Witkoff hauna dhamana muhimu na kwamba hauzingatii matakwa mengi yaliyowasilishwa na Hamas kwa wapatanishi na wala hauna dhamana za wazi. Msemaji huyo wa Hamas amesisitiza kuwa makubaliano yoyote lazima yajumuishe usitishaji wa vita kamili na uondokaji kamili wa vikosi vya Israel vinavyokalia kwa mabavu ukanda wa Gaza. Taha amedokeza kwamba toleo la mwisho la mpango wa Witkoff halina dhamana yoyote ya mara moja au hata hatua kwa hatua kwa ajili ya kusitisha vita, na kuongeza, tuna shaka kubwa kutokana na mpango wa Witkoff kuwa na utata mwingi na kutokuwa na dhamana ya wazi. Msemaji wa Hamas ametoa wito kwa taasisi ya kimataifa kutangaza hali ya hatari ili kuinusuru Gaza kutokana na maafa ya kibinadamu. Awali, harakati ya mapambano ya Hamas ilitoa taarifa ikisema kwamba inashauriana na pande na makundi ya Palestina kuhusu pendekezo lililopelekea hivi karibuni kutoka kwa Witkoff kupitia wapatanishi, mjumbe maalum wa Rais Trump katika eneo la Mashariki ya Kati kuhusu usitishaji wa vita huko Gaza. Amesema Hamas imeongeza kuwa imechunguza pendekezo hilo kwa uwajibikaji na kwa njia ambayo inahudumia maslahi ya watu wa Palestina, kudhamini faraji yao na kupelekea kupatikana usitishaji wa vita wa kudumu huko Gaza. Viongozi wa Hamas wamekuwa wakisisitiza mara kwa mara mipango inayowasilishwa na nchi za Magharibi, hususan wa Marekani, haishughulikii kusimamisha vita bali ni kwa maslahi ya utawala wa kizayuni dhidi ya Palestina. Harakati ya Hamas daima imekuwa ikisisitiza kwamba mipango inayopendekezwa kama vile mpango wa Witkoff kupitia wapatanishi haitoi
ihakikisho linalohitajika kwa ajili ya kukomeshwa kukaliwa kwa mabavu Gaza, kurejea kwa wakimbizi wa Palestina, wala kuasisiwa kwa taifa huru la Palestina lenye mipaka inayotambulika kimataifa. Mipango hiyo inawasilishwa katika hali ambayo utawala wa Kizayuni unaendelea kukalia kwa mabavu ardhi za Palestina na kufanya jinai yakiwemo mauaji ya raia yanayoendelea sasa huko Gaza. Hamas na makundi mengine ya mapambano yanapigania ukombozi kamili wa Palestina, wakati mipango mingi iliyowasilishwa na nchi za Magharibi ikifuatilia tu masuluhisho yasiyo na faida yoyote kwa Wapalestina, ukiwemo ule wa eti kuasisiwa kwa mataifa mawili ya Wapalestina na Wazayuni. Mwisho wa Rubaa za Kimataifa, jina langu ni Awadhi Rashidi.